Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunisia ambao wanarudiana baada ya mechi ya pale Tunisia kumalizika kwa Simba kupoteza. Simba anakwenda kwenye mechi hii ya nyumbani wakiwa hawana alama hata moja. Timu pekee ambayo haina alama hata moja. Sasa ni moja kati ya kitu ambacho kwanza kina motivate naturally, kina motivate timu kwamba sasa waweke rekodi, na hata kwenye coaching huwa inafundishwa. Yaani makocha huwa wanatumia takwimu kama hizo kuhamasisha wachezaji kwamba hebu wekeni rekodi, kwa sababu tunacheza katika uwanja wa nyumbani, alafu haiwezekani kwa rekodi ambayo tulikuwa nayo katika michuano hii hapa kwa misimu iliyopita. Tofauti na this time, kitu ambacho kina motivate wachezaji. Sasa kwa Simba ndio unaona kuna weakness, ndio wanacheza kwa uwezo mchezaji mmoja mmoja, wala hakuna shida kwa uwezo mchezaji mmoja mmoja, lakini as a team ndio kitu ambacho mwalimu anatakiwa awe ameshakifanyia kazi. Hata katika mechi ile iliyopita ni miongoni mwa vitu ambavyo anatakiwa awe amefanyia kazi, kucheza as a team, lakini kwa uwezo mchezaji mmoja mmoja wala hakuna shida, lakini kucheza as a team ndio bado inaonekana mwalimu anatakiwa apafanyie kazi ili kuweka ili kupata alama tatu, kwa sababu nafasi hiyo ipo ya kucheza mechi za uwanja wa nyumbani. Nafasi hiyo ipo kwa sababu Simba kwa uzoefu waliokuwa nao katika mashindano haya, na wameshawahi kutumia sana approach hiyo kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, na wakafanikiwa. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho kina motivate wachezaji kuweza kuwa na extra determination kuhakikisha wanakusanya alama tatu. Kwa hiyo kwa Simba nayo pia nafasi ipo. Ndio tuseme ni nafasi nyingine ya kujitetea. Ni nafasi ya kujitetea kwa sababu hata kupata alama moja katika mechi hiyo haitakuwa na thamani ya brand ya Simba kupata alama moja katika mechi hiyo. Kwa miaka ya nyuma ilikuwa miaka hiyo ilikuwa, kwa sababu wakati huo ilikuwa bado yani vilabu vyetu havijafanikiwa sana katika mashindano haya. Kwa hiyo kwa misimu hii hapa malengo ni minimum robo finali, minimum robo finali. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vina push kuwa na determination hata kwa wachezaji kuweza kufanya kile ambacho wenzao tayari walishakifanya misimu iliyopita. Yeah. Wamefanya maongezo pia kwenye nafasi mbalimbali. Tumeona ni Seti Oura, wamemsajili mchezaji Kibabage, Ino Loemba, Cletus Chota Chama amerejea ndani. Chota Chama amerejea. Watu hawaelewi ila hiyo mjadala. Kwa mfano Cletus Chota Chama, mimi nilikaa kuna grupu moja hivi la WhatsApp, nikawa naangalia tu watu comments za watu, lakini ukiona mpaka decision inafanyika hivyo, kwani Chama kwa ubobezi aliokuwa nao na hana rekodi ya injury, Chama kwa uzoefu aliokuwa nao bado ni mchezaji ambaye ana mchango mkubwa, anaweza kuwa na mchango mkubwa sana, anaweza kufanya chochote, na hasa katika mashindano ya kimataifa kwa utulivu aliokuwa nao na kwa mchango ambao tayari kashatoa. Kwa hiyo kwenye group ile watu wengi walikuwa wanazungumzia tu ni negative way, lakini to me ukiona mpaka technical bench limefanya hivyo kuna sababu, na mimi naona kabisa kwa Clatous Chota Chama kwa utulivu wake, kwa experience alionayo kwa mechi za kimataifa alizocheza, anaweza kuwa na mchango mkubwa, na hasa katika mechi zenye ushindani wa kiwango cha juu kama hizi ambazo Simba anakwenda kucheza. Kwa hiyo hata Chama usajili wake wala hamna wala hauna shida, hata Kibabage wala hauna shida. Yeah. Wanasema labda pengine umri ndio umekwenda, lakini umri kuna wakati inategemea na majukumu ambayo unayempa. Kama angekuwa winga muda wote anataka akimbie, kwani Mahmoud Trezeguet miaka mingapi? Na age imesogea Mahmoud Trezeguet, lakini angalia magoli anayofunga. Hasa katika eneo lile pale la attacking ndio umri, kwenye physical battle, kwenye mikimbio ndio, lakini kwenye umiliki wa mpira, lakini kwenye decision making ni vitu vya msingi sana. Wewe unavyoona, ndio maana wanasema kwamba katika football moja kati ya muda ambao una thamani, watu huaga hauthamini huo muda. Watu huaga wanaangalia muda timu ina mpira na timu haina mpira. Sasa kuna ile transition period kwamba timu ilikuwa na mpira na sasa imepoteza mpira. Kipindi hichi ni millisecond, lakini kina thamani kweli kweli, kwa sababu pale mmepoteza mpira, mnatakiwa mfanye maamuzi ya haraka. Ni moja kati ya maeneo ambayo huwa yanahitaji mtu kuwa na busara. Ndio maana hapo busara sasa, uzoefu, experience huwa ina thamani kweli kweli katika kufanya maamuzi ya haraka within millisecond, kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinahitaji uzoefu. Kwa hiyo kwa Clatous Chota Chama kwa uzoefu, bado ni mchezaji ambaye anaweza kuwa na mchango mkubwa hasa katika kufanya maamuzi. Sasa sio watabiri, lakini kwa namna ambavyo mambo yanakwenda kwenye michuano ya kimataifa, shirikisho, ligi ya mabingwa, unaona nafasi ya timu zote nne kuvuka hatua ya makundi? Nafasi kwa kweli bado hali ni ngumu. Hali ni ngumu kwa kweli. Kwa hali ni ngumu. Kwa Young Africans naona nafasi kama kuna asilimia kama
kwa jinsi ilivyo ambavyo unakwenda na hali naona nafasi ipo, lakini kwa timu nyingine naona ndio. Azam pia waliweka rekodi kwenda kushinda kule Nairobi, kwa kweli, na hata performance pia yani jinsi ambavyo performance yao kweli ilikuwa ni yani walionyesha, yani walicheza kile kitu ambacho kwa kweli mwalimu kocha Florai Benge alithibitisha kwamba kweli yeye ni mzoefu wa mashindano. Jinsi ambavyo Azam ilikuwa inacheza, kuna wakati Azam ilikuwa inacheza ndio watu wengine, ndio uwanja ulikuwa umejaa sana watu ule, lakini watu, kwa mtu mwingine ambaye anaweza kuangalia tu hivi anaweza akaona, yani huwezi kujua nani mgeni nani mwenyeji, kwa jinsi ambavyo kuna wakati Azam walicheza kama 30 hivi. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaonyesha thamani ya kuwa na kocha kama yule mbobezi, lakini pia na kile ambacho ameweza kukifanya. Lakini kwa kuvuka, nafikiri hizi mechi za weekend hii ni moja kati ya mechi ambazo zitatoa majibu ya mwelekeo wa vilabu vyetu katika hatua inayofuata.